na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni. Hivi ulishawahi kutafakari mtu ambaye ni jambazi? Hivi ulishawahi kutafakari mtu ambaye ni mwizi, mtu ambaye katikati ya jamii hafai kabisa? Hivi ulishawahi kufikiria kwamba akifika nyumbani kwake ama akifika nyumbani kwao kwamba yeye ni mtu mwema sana, ni mtu ambaye anayepambana kwa ajili ya maisha labda ya watoto wake, kwa ajili ya mke wake na watoto, ama ni mtu anayepambana kwa ajili ya jamii yake ili apate kuwafanikisha katika mema ama katika mazuri? Hivi ulishawahi kufikiria kitu kama hicho? Ikiwa mtu mwovu haweza kufikiria mambo mazuri juu ya familia yake, ikiwa mtu ambaye wewe unamwona katikati ya jamii, huyu mtu akikamatwa anatakiwa afungwe ama auawe, lakini huyo mtu akifika kwa mke wake ni baba mwema, ni baba bora, huyo unayemwona kwamba hafai, huyo unayemwona kwamba huyu ni mwizi, jambazi, huyo ni baba bora sana akifika akikaa na watoto wake. Yesu Kristo apewe sifa. Ikiwa mwanadamu anaweza akawaza hivyo, je, Yesu Kristo si zaidi? Yesu Kristo ni zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Yeye anatuwazia mawazo yaliyo mema, maana nayajua mawazo aliyotuwazia sisi, asema Bwana, maana ni mawazo ya amani, kutupa sisi tumaini katika siku zetu za mwisho. Tafsiri nyingine inasema kutupa tumaini siku zetu zijazo. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo anakuwazia mawazo yaliyo mema katika maisha yako. Ikiwa mtu mwovu, mtu ambaye kabisa anajulikana huyu hafai, ni fisadi, ni mtu mbaya, ikiwa yeye anawazia familia yake yaliyo mema, na akifika yeye ni baba bora, akifika yeye ni mama bora, je, Mungu wetu si zaidi? Yesu Kristo apewe sifa. Ndio maana neno la Mungu linakuja leo katika kitabu cha Yeremia 29:11. Anasema, maana najua mawazo anayotuwazia sisi ni mawazo ya amani, kutupa tumaini katika siku zetu zijazo. Yesu Kristo apewe sifa. Usikate tamaa katika jambo lolote lile. Yuko Yesu Kristo anayekupa tumaini katika mipango yako. Siku zote ukiona hofu inakujilia katika mipango yako, ukiona hofu inakujilia katika ule mtiririko wa mawazo katika maamuzi unayofanya, jua ya kwamba adui anashughulikia kuiondoa kesho yako, kwa sababu kufanikiwa kwako unaanzia katika kuwaza yale mawazo. Mungu ndio analeta huo mtiririko wa mawazo ndani yako ambao yanaleta msimamo wa kimaamuzi katika maisha yako. Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo basi, chochote kile ambacho unachokifanya na ukaingiwa na hofu, maana yake adui amekuja kuondoa hali yako ya kufikia katika hatima yako, kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani. Tena hapa anasema ule mstari wa 11, anasema wala si mabaya, wapa ninyi tumaini katika siku zenu zijazo. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Na hapo ikiwa Yesu Kristo anatuwazia mawazo yaliyo mema, hapo na adui Mungu Shetani anakuwazia mawazo yaliyo maovu. Na silaha ya kwanza ya adui Mungu Shetani ni kuwekea uoga wa kimaamuzi, uoga wa kuchukua hatua katika mipango yako, wa kuchukua hatua katika kazi zako. Isaya 55 mstari ule wa 8, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Yesu Kristo apewe sifa. Nishawahi kusema tena katika video zingine, Mungu ili akufanikishe aangalie una shilingi ngapi ili apate kukufanikisha, ila Mungu anaachilia wazo ndani yako. Na ndio maana neno la Mungu sema katika kitabu cha Yeremia,
maana ninajua mawazo ninaowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani, kuwapa tumaini. Kitu ambacho shetani anajua kukifanya katika maisha yako ni kuondoa lile tumaini, ni kuwekea hofu kwamba hichi unachokipanga, hichi unachokiamua hakitafanikiwa. Na ndio maana siku ya leo, hizi ni habari njema ya kwamba usiogope kuchukua hatua katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai. Anasema katika ile kitabu cha Isaya, anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Yesu Kristo apewe sifa. Yuko Mungu anayekuwazia mawazo yaliyo mema. Yuko Mungu anayekuwazia ufiki katika mwisho mwema. Yuko Mungu anayesema kwamba njia zangu si njia zenu. Yesu Kristo apewe sifa. Mungu anapokuja kukufanikisha, aangalie uko wapi, aangalie una nini. Anataka aweke wazo lake ndani yako, ilo wazo lipate kutimilika ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Ni kumfuata yeye na kumuuliza yeye, Bwana, unataka nifanye nini? Hakika Yesu Kristo ataonekana katika maisha yako. Yesu Kristo ataonekana katika kila kitu chako unachokifanya. Yesu Kristo apewe sifa. Ndio maana neno la Mungu linasema, ikiwa watu walio waovu watoto wao wakiwaomba mkate hawawapi nyoka ama hawapi mijusi, wanawapa kile ambacho wanaomba. Je, si zaidi tukimwomba Baba? Muombe Mungu akupe mawazo thabiti ndani yako, na mawazo yenye baraka, yenye amani. Yesu Kristo apewe sifa. Lakini neno moja ambalo siku ya leo Roho Mtakatifu ameliachilia ndani yangu ni kwamba Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema katika maisha yako. Kwa hiyo usiogope, usifadhaike, usijione mnyonge. Mungu akaachilie mawazo mapya ndani yako, akaachilie tumaini la kiungu ndani yako katika jina la Yesu Kristo. Kila hofu za usiku, hofu za kuchukua maamuzi, ninazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Ukamwone Mungu katika maisha yako, ukamwone Mungu katika njia zako. Yuko Mungu mbinguni ambaye anakuona kama ulivyo hapo. Yuko Mungu mbinguni akufutaye machozi. Ondoa hofu, ondoa mashaka, utamwona Kristo katika maisha yako. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo amefunuliwa kukupa wewe tumaini, kukupa wewe amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Yuko Mungu anayesikia maombi yako. Yuko Mungu anayesikia ama anayeona. Sikiliza. Tunapokuwa tunasali, neno la Mungu linasema hivi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa kuliko tuyaombayo ama tuyawazayo. Haleluya. Ama tuyawazayo. Kwa hiyo kumbe Mungu anasikia ama anaona hata mawazo yetu. Na ndio maana neno la Mungu linasema, maana ninajua mawazo ninaowazia ninyi. Vile ambavyo unavyowaza, Mungu yeye anaona, naye anakuwazia yaliyo mema. Yesu Kristo apewe sifa. Mungu anaweza kupitia mawazo yako akasema na wewe, ili wewe uchukue hatua ambayo hiyo hatua inaleta mafanikio katika maisha yako. Yesu Kristo apewe sifa. Tatizo linakuja tu pale ambapo adui mwovu shetani anakuingizia kitu kinachoitwa woga, anakuingizia kitu kinachoitwa hofu. Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo basi, Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Na ukisoma kile kitabu cha Isaya, ile Isaya 55 ile mstari wa 8, hapa anasema hivi, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu. Mungu ana njia zake. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo ana njia zake ndani yako. Yesu Kristo ana namna yake ya kukusaidia wewe. Ondoa uoga ndani yako, ondoa hofu ndani yako. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo apewe sifa. Huu si wakati wa kukaa na kulalamika. Huu si wakati wako wa kukaa na kujionea huruma. Yuko Yesu Kristo ambaye ameshasema, nitafanya njia pasipo na njia. Usikate tamaa wala usivunjike moyo. Kwa sababu gani?
Yesu Kristo, jemedari wa vita, ameshasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi, ninajua mawazo ninayokuwazia wewe. Yesu Kristo anakuwazia mawazo yaliyo mema. Ikiwa mtu muovu, ikiwa baba muovu kabisa, yeye anaweza kuwazia watoto wake mambo yaliyo mema. Je, baba yetu wa mbinguni si zaidi? Tembea kifua mbele ukijua kwamba yuko Yesu Kristo anayekuwazia mawazo yaliyo mema. Yuko Yesu Kristo anayekuona. Jina la Bwana libarikiwe. Wala usijidharau, wala usijikatie tamaa. Sikiliza, ndio maana neno la Mungu pale anasema hivi, atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko tuyaombayo ama tuyawazayo. Yesu Kristo apewe sifa. Kwa hiyo Mungu anakuwazia mawazo yaliyo mema. Mungu anaona hata unayowaza, na yeye anawaza kupitia wewe kuwaza kwako. Yaani anashusha wazo lake ndani yako. Jua neno la Mungu linasema hivi, hatakuumbia roho ya oga, bali ya nguvu na kiasi. Basi kwa sababu hiyo simama katika Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Adui mwovu shetani anatumia kitu kinachoitwa hofu. Hofu inakuja kukunyang'anya lile wazo la Mungu ndani yako, wazo ambalo litaleta matokeo chanya, matokeo yenye kukufanikisha katika maisha yako. Ondoa hofu, kwa sababu hofu ni mlango wa adui kukurudisha wewe nyuma. Yesu Kristo apewe sifa. Yesu Kristo atukuzwe. Jina la Bwana na libarikiwe. Yesu Kristo apewe sifa. Kuanzia sasa, jua ya kwamba Yesu Kristo anakuwazia mawazo yaliyo mema, wala njia zake si njia zetu. Yesu Kristo anakupenda sana na anataka afanye njia pasipo na njia. Sikiliza, Mungu anataka kubariki, Mungu anataka kuinue, Mungu anataka afanye njia pasipo na njia. Mungu anapokwenda kukubariki, aangalie una shilingi ngapi mfukoni kwako. Mungu anaachilia wazo lake. Ndio maana anasema, inajua mawazo unayowazia nini. Mungu akaachilia wazo lake ndani yako. Mungu akiamua kukubariki, aangalie una shilingi ngapi, ila yeye anaachilia wazo lake, ilo wazo likachipuke ndani yako katika Kristo Yesu na likalete mafanikio. Ni wewe kuamini na kuchukua hatua katika jina la Yesu Kristo. Usijidharau na usijione kwamba haiwezekani. Usijidharau na usijione kwamba wewe hufai. Yesu Kristo anataka atumie mtu ambaye ni wewe kufanya maajabu hapa duniani. Yesu Kristo apewe sifa. Acha kujiona mnyonge, acha kujiona haufai. Yesu Kristo anatumia vile vitu vidhaifu kuaibisha vile vyenye nguvu. Yuko hapa, anatenda kwako. Yesu Kristo apewe sifa. Yuko Yesu Kristo akufunguaye. Yuko Yesu Kristo akufutaye machozi. Yuko Yesu Kristo aachilie wazo jipya katika maisha yako. Aachilie wazo jipya katika kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Usidharau, songa mbele katika Kristo Yesu. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Baba, ninakushukuru. Usikate tamaa, usivunjike moyo, usijidharau. Yuko Mungu anayesema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi, kukupa tumaini siku zako zijazo. Amen. Yesu Kristo.